Yes, tumetoka kushuhudia mchezo wa nusu fainali ya Kombe la Mapinduzi kwa msimu huu ambapo leo hii nusu fainali ya kwanza ilikuwa kati ya Simba Sports Club dhidi ya Azam FC, mchezo ambao umetamatika kwa Simba Sports Club kukubali kichapo cha goli 1-0 dhidi ya matajiri wa Chamazi, ambapo sasa timu ya Azam FC inatarajia kumsubiri mshindi wa mechi ya kesho kati ya Young African Sports Club dhidi ya Singida Black Stars, ambapo mshindi kati ya mechi hiyo ataungana na Azam FC katika fainali ya kombe hilo la Mapinduzi kwa msimu huu. Sasa tulikuwa tukiangalia namna ambavyo Simba Sports Club pengine kutakuwa na mabadiliko fulani kutokana na ujio wa kocha mpya ambaye ndiye mechi yake ya kwanza, ili kuona kwamba mwelekeo wa Simba uko wapi kwa msimu huu, kwa sababu alikuwa kocha wa timu ya Simba Dimitar Pantev aliondolewa kutokana na kutokuwa na mfumo mzuri, lakini pia matokeo ambayo hayakuwa mazuri sana yalimfanya aweze kudumu kwa muda mchache sana, na hivyo akaletwa mbadala wake ambaye leo hii ni mechi ya kwanza kabisa. Sasa kwa ufupi tu nimejaribu kuangalia Simba Sports Club ikiwa kama timu ambayo ina uzoefu, kama timu ambayo pengine wengi walitarajia kuona mabadiliko makubwa sana ya kiuchezaji kuanzia formation, lakini pia hadi namna ambavyo Simba watadominate mchezo. Kiukweli binafsi nimeona bado Simba ni mbovu. Simba bado ina safari ndefu sana ya mabadiliko. Tumeona namna ambavyo wachezaji wamekuwa hawana muunganiko uliokuwa sahihi zaidi, lakini hakuna kipi ambacho kimeongezeka pengine ambacho kinaweza kutupa faraja kwamba yes, mwalimu mpya aliyekuja amekuja na kitu kipya. Naona mambo ni yale yale, na naona bado umezidi kutokuwa na maelewano mazuri kati ya mchezaji na mchezaji. Tunaona kila mchezaji amekuwa akicheza mfumo wake, lakini pia kwa upande wa umaliziaji bado ni tatizo kubwa sana. Upande wakati pia kuna wakati viungo wanajisahau kutengeneza mazingira ya kudominate mchezo, lakini pia kutengeneza nafasi kwa strikers kuweza kuscore. Kwa hiyo bado kuna changamoto kubwa sana katika upande mzima wa kimfumo, lakini pia upande mzima nafikiri hata wa zile technique, kama mwalimu anatakiwa ajue namna gani ya kusoma nature ya mchezo, lakini pia ajue ni timu gani anakumbana nayo, anaiface, kuhakikisha kwamba anakuja na zile mbinu ambazo zitamsaidia kupata matokeo. Tunaona si mwalimu ambaye anaruhusu mabadiliko ya kiuchezaji kutokana na mabadiliko ya timu pinzani. Tunaona ni mwalimu ambaye ni yupo si wa kubadilika kwa ghafla kwa kulingana na nature ya mchezo. Amekuwa ni mwalimu ambaye pengine anaamini falsafa aliyoikuta inaweza ikamsaidia, lakini ndio hivyo, mwisho wa siku tunaona hakuna kipi ambacho kinatokea. Kwa hiyo bado kuna safari ndefu sana, bado kuna namna ambavyo Simba wanatakiwa kweli wajisuke upya, wahakikishe kwamba wanatengeneza timu mpya ili kuleta matokeo, lakini wakiendelea hivi wajue wazi bado wana safari ndefu sana ya kiushindani, na inawezekana pia ikawa ni safari ngumu zaidi kujitengenezea mazingira mazuri kwa michuano hii ya NBC Premier League, lakini pia hata mashindano haya ya kimataifa, ambapo hadi hivi sasa amekuwa bado ni miongoni mwa timu ambazo zimepoteza michezo mingi. Unamuonekana kuhusiana na mechi ya leo kati ya Simba Sports Club na Azam FC, unaiona wapi Simba? Tuandike maoni yako kwenye comment section, usisahau kusubscribe.